Newton Munene Jiro. Newton. Munene. What do you do for a living now? I'm a businessman. What type of business do you engage in? Well, trading, real estate mostly. Sorry? Real estate mostly. Real estate. Construction. Habari za hivi punde kutoka jijini Nairobi ni kwamba aliyekuwa waziri wa ICT wa kaunti ya Nairobi Newton Munene amepatikana amefariki dunia nyumbani kwake eneo la Karen katika mazingira yasiyoeleweka vizuri. Tukio hili limezua mshtuko mkubwa nchini, hasa ikizingatiwa kwamba Munene alikuwa miongoni mwa mashahidi wakuu katika kesi ya ufisadi inayomkabili aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko. Mwili wa Munene umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee Funeral Home, huku maafisa wa upelelezi kutoka DCI wakianzisha uchunguzi wa kina kubaini kilichosababisha kifo hicho. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu, mwili wa Newton Munene ulipatikana asubuhi ya leo ndani ya nyumba yake huko Karen baada ya majirani kuripoti kwamba hawakuwa wamemwona kwa muda wa saa kadhaa. Polisi waliwasili eneo la tukio na kuanza uchunguzi wa awali. Chanzo kimoja cha polisi kimeeleza kuwa hakukuwa na dalili wazi ya mapambano, lakini uchunguzi wa maiti unatarajiwa kufanywa ili kubaini kama kulikuwa na sumu, shambulio au tukio la kawaida. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu chanzo halisi cha kifo hicho na familia yake bado haijatoa kauli kamili. Wakazi wa Karen na wafanyakazi wake wameelezea mshtuko mkubwa, wakisema Munene alikuwa mtu mwenye utulivu, mwenye maadili na hakuwa na dalili zozote za matatizo ya kiafya hivi karibuni. Kumbuka kuwa wiki moja tu iliyopita Munene alihudhuria mahakama kama shahidi muhimu katika kesi ya ufisadi inayohusu mradi wa Jambo Pay, ambapo inadaiwa mabilioni ya pesa ya kaunti ya Nairobi yalipotea kupitia malipo ya kielektroniki. Katika ushahidi wake, Munene alieleza mbele ya mahakama kwamba baadhi ya maafisa wa serikali ya kaunti walikuwa wamejaribu kumuhusisha Mike Sonko moja kwa moja kwenye sakata hiyo, lakini alisisitiza kwamba Sonko hakuhusika moja kwa moja, lakini baadhi ya malipo yaliyokuwa yameibua utata. Kauli hiyo inaonekana kuibua mtazamo mpya kuhusu kesi ya Sonko, na wadadisi wa siasa wakaanza kusema kwamba ushahidi wa Munene ulikuwa ukibadilisha mwelekeo wa kesi nzima. Video ya ushahidi wa Munene kotini inaweza kuonyeshwa hapa, ikionyesha maneno yake muhimu. Sasa kifo chake siku chache tu baada ya kutoa ushahidi huo kimeibua maswali mazito miongoni mwa Wakenya. Je, ni nani? Ni ajali au ni zaidi ya tunachokiona? Mitandao ya kijamii imepakajaa ujumbe na maombolezo na pia maswali mengi. Baadhi ya viongozi wa kisiasa na wanaharakati wameomba uchunguzi wa kina na wa wazi, wakisema haiwezekani kuendelea kuona vifo vya watu wanaohusishwa na kesi nyeti kama hizi bila majibu kamili. Wengine wamekumbusha matukio ya zamani ambapo mashahidi wa kesi kubwa nchini waliaga dunia ghafla, na wakaonya kwamba usalama na mashahidi ni jambo linalopaswa kupewa uzito mkubwa. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Mike Sonko wanaonekana kusikitishwa na kifo hicho, wakimtaja Munene kama mtu aliyekuwa mkweli na jasiri. Baadhi yao wameandika mitandaoni wakisema Munene alizungumza ukweli, sasa ameondoka ghafla, tunahitaji haki. Kwa sasa polisi wamesema uchunguzi lazima umeanzishwa na ripoti kamili ya uchunguzi wa maiti inatarajiwa kutolewa hivi karibuni. Hadi wakati huo, familia, marafiki na Wakenya wote wanasubiri kuwa na hamu kujua ni nini hasa kilichotokea kwa Newton Munene. Tutaendelea kukuletea taarifa mpya kipindi tu zinapotokeza. Hii ni Breaking News, mimi ni Steven na haya ndiyo matukio yanayotikisa Kenya leo.